Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma za ziada kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, na wote waliomfuata hadi siku ya Kiyama, nikihusia nafsi yangu na pia wahusiani nyinyi katika sala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Biidhnillah, tutaenda kuzungumzia mwezi ambao wengi wameghafilika katika sisi. Mwezi huu umethibiti, wanaoghafilika ni wengi kuliko wale ambao wanazindukana, wanaobweteka ni wengi kuliko wale ambao wako chonjo katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kuchangamkia mwezi huu kwa yale yanayostahiki kufanyika. Hivyo basi, ili tusiwe katika wale walioghafilika, ili tusiwe katika wale waliobweteka, ni lazima kukumbushana, kwani hakika ya ukumbusho huwafaa waumini. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi wa Shaaban, mwezi ambao uko baina ya Rajab na Ramadhan. Ni mwezi ambao ukianza kurudi nyuma kujikumbusha na kuhesabu ni mwezi gani umepita katika miezi ambayo imeshajiishwa kufanya ibada zaidi, unakuta ilikuwa ni miezi mingi iliyopita. Kwa sababu hiyo basi, watu wengi wameghafilika na wamebeteka, kwa kuwa misimu ya kuchangamka na kufanya ibada umepita muda mrefu. Fa inna hadha ash-shahr, hakika ya huu mwezi ni mwezi ambao unakuta watu wengi wamekuwa wamesahau na hawakumbuki ni kipi cha kufanya, na wala hawana habari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaupa nafasi ya kipekee mwezi huu tofauti na miezi mingine na mwezi wa Ramadhani. Maashara almuslimin, nahnu fi shahr Shaaban, sisi tuko katika mwezi wa Shaaban. Wa hadha shahr, na mwezi huu wa Shaaban, lahu ahkamun wa fihi fadail, ni mwezi ambao unazo hukumu mbalimbali na pia vile vile unazo fadhila mbalimbali. La yaqumu biha illa man alimaha wa wuffiqa lidhalik, hawezi kutekeleza ahkamu zake na fadhila zake isipokuwa yule ambaye ametambua na akawa ni mwenye kuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza yale yanayopatikana katika mwezi huu. Wal nu'rid shay'an min dhalik, na yapaswa tuelezee chochote kuhusu mwezi huu wa Shaaban. Shahru Shaaban shahrun yaghfulu an-nasu fihi 'anil ibada, mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao watu wengi wameghafilika kufanya ibada. Fahuwa baina Rajabin wa Ramadhan, ni mwezi ulio baina ya mwezi wa Rajab na Ramadhan. Wa aqrabu mawasim khairu marra qablahu huwa siyamu shahr Ashura, na msimu ulio karibu tukitizama ilikuwa ni mwezi wa Ashura, na tulikuwa tukihamasishana kuhusu kufunga Ashura na kukithirisha funga katika mwezi wa Muharram. Lakini baada ya kupita miezi kadhaa, ndiyo sasa imeingia Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutengea nafasi ya kipekee mwezi huu kwa hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i. Ameifanyia takhriji hadithi hii al-Imam Ahmad na an-Nasa'i 2317 bisanadin hasan min hadithi Usama bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi aliyosimulia Usama bin Zaid anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Usama kumhoji Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuuliza, baada ya kumuona na mazingira ya kufunga mara kwa mara na kulazimiana na funga katika mwezi wa Shaaban,
akashtuka Usama, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini nakuona mara nyingi na umekithirisha kufunga kwa kiasi hichi tofauti na miezi mingine iliyopita, sikuwa nikikuona ukifunga kiasi hichi? Mtume akasema, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan, huu ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika, ni mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Turfa'u fihi al-a'mal, ni mwezi ambao pia vile vile ni mwezi ambao matendo ya waja hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, nami mtume wako napendelea nikiwa nimefunga matendo yangu yapandishwe ya mwaka mzima, na ile hali nikiwa katika hali ya funga. Walihadha kana yasumu alayhi salatu wassalam fi Shaaban, kwa sababu hii alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban, ikiwemo kwamba sababu kubwa watu wengi wamebweteka. Sababu ya pili, matendo ya waja hupandishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni, na anapendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam matendo yake yapandishwe na ile hali yeye yuko katika unyenyekevu wa funga na matendo yake yakipelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama akhraja al-Bukhari wa Muslim, kama ambavyo imekuja hadithi kwa Bukhari na Muslim, min hadithi Aisha, hadithi aliyotusimulia mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardah, qalat, anasema Aisha, lam arahu aktharu siyaman fi shahrin qattu, sijawahipo kumuona mtume wa Allah akikithirisha katika miezi iliyopita katu min siyamihi fi Shaaban, kuliko vile alivyokuwa akikithirisha kufunga zaidi katika mwezi wa Shaaban. Kana yasumu Shaaban kulla, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama ikionekana akifunga Shaabani yote. Kana yasumu Shaaban illa qalila, alikuwa anafunga Shaabani isipokuwa siku chache. Yakulu Anas, na Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, naye anasema, wa kana habbu sawmu ilayhi, na ilikuwa katika funga za sunna alizokuwa akizipenda mtume sallallahu alaihi wasallama fi Shaaban, alikuwa anapendelea kufunga zaidi funga za sunna katika mwezi wa Shaaban. Fasiyamu Shaaban qabla Ramadan, ifahamike kufunga hii funga ya Shaaban ambayo ni mwezi ulio kabla ya Ramadhan, kasunnati ratiba alqabliya, inakuwa ni darja, ni kama vile sunna ya qablia, kama ilivyo swala za fardhi zinazo qablia yake na pia zinazo baadia yake. Leo hii adhuhuri ina qablia na pia maghribi ina baadia, isha ina baadia, alfajiri ina qablia. Hivyo basi ikiwa hizi swala zinazo qablia yake, hata funga inayo qablia yake na inayo baadia yake. Fa siyamu Shaaban, kufunga mwezi wa Shaaban, kasiyami ratiba, ni kama vile kufunga funga ya sunna iliyo kabla ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa siyam 6 min Shawwal, na pia vile vile kufunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal inakuwa ni kama baadia ya funga ya sunna baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fayambaghi lil'abd an yastaghilla hadha ash-shahr bisiyam, yapaswa basi kwa mja mwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhuisha mwezi huu kwa kufunga funga za mwezi wa Shaaban. Wala yafuta al-ayyam al-fadila, na wala asipite na haya masiku matukufu kasiyami al-ithnain wal khamis, kama vile kujishughulisha na kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis, wa siyami ayami albidh, na kufunga masiku meupe. Na sio hivyo tu, unaweza ukachagua wewe ukasarit jamii alayam, ukaunganisha siku zote isipokuwa siku 2 kabla ya kuingia Ramadhani. Unatakikana uachie nafasi ili usiunganishe na Ramadhani. Pia vile vile unaweza ukafunga siyam Nabiyullah Daud, ya kufunga siku moja na kufungua siku moja, ili uweze kuwa ni katika wale ambao hawajaghafilika na wale ambao wanamuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, enyi waja wa Allah, yatasaalu al-ba'd an sawmi fi nisfi thani
min Sha'ban hal yajuzu am la. Kuna swali linajitokeza katika vichwa ya baadhi yetu, kufunga kuanzia nusu inayofuata katika mwezi huu wa Sha'ban inafaa au haifai? Waqad warada fi dhalika hadith Abi Huraira, na imekuja kuna hadithi ambayo ni maarufu ya Abi Huraira, idha intasafa Sha'ban fala tasumu hatta Ramadan, inapokuwa Shaabani nusu imeshamalizika inaenda nusu ya pili, msifunge mpaka hadi iingie Ramadhan. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu wal Hakim wa sahahu. Fayujabu anhu annahu hadithun dhaif. Majawabu ya hadithi hii, wanawachuoni wameijibu ya kuwa hadithi hii kwanza ni dhaif. Fa inna jahabidhatu ahl alfanni, hakika mabingwa wa ilmu ya fani ya hadithi qad dha'afu hadha alhadith, wameidhofisha hadithi hii kalimam Ahmad wa ibn Mahdi wa ibn Ma'in wa ibn al-Madini wa ibn Zur'a wal Athram. Hawa wote ni katika wanawachuoni mabingwa wa awali kabisa katika fani ya elimu ya hadithi, wameidhofisha hadithi hii waadduhu min alahadithi almunkara, na wameijumuisha hadithi hii katika hadithi ambayo iko katika daraja ya munkar. Bal qala Ahmad, bali amesema al-Imam Ahmad, lam yaru al-Ala min ibn Abdurrahman an abihi ankar min hadha al-hadith, hajawahipo kupokea al-Ala kutoka kwa Ibn Abdurrahman kutoka kwa baba yake hadithi dhaifu kuliko hii. Waqala al-Athram, na al-Athram anasema al-ahadithu kullaha tukhalifuhu, hadithi zilizo sahihi zote zinakhalifiana na hadithi hii dhaifu, kwa maana kile kilichoelezwa na hadithi hii hakika katika usahihi. Waqala Ibn Rajab, na amesema Ibn Rajab, aktharu ulama ala annahu la yu'mal bihadha al-hadith, anasema wanawachuoni wengi wanasema hadithi hii haifanyiwi kazi. Fala basa ala al-muslim an yasuma fi nisfi thani, hivyo basi hakuna ubaya kwa Muislamu akafunga nusu ya pili ya Shaaban, walau lam yakun qad sama fi nisfi al-awwal, hata kama hakuanza mwanzoni mwa nusu ya mwanzo akaja akaanza katika nusu ya pili yake. Japokuwa wale ambao wameisahihisha wanasema maana yake ni kwa mtu kusubiri mpaka inapofika nusu ya pili ndio yeye anaanza kufunga, au anapoona kwamba Shaabani inamalizikia ndio yeye anazinduka anaanza kufunga. Wale walioisahihisha, lakini katika wanawachuoni wengi na ndio ambao ni tegemezi katika ilmu ya hadithi wameidhoofisha hadithi hii, na wanasema kwamba haina maana katika kutolea hoja katika upande wa kwamba haifai kufunga nusu ya pili ya Shaaban. Na tukijalia kuwa eti haifai, basi itakuwa maana yake ni kwa yule ambaye hakufunga mwanzo akasubiria karibu na kumalizika Shaabani ndipo afunge, kwa mujibu wa hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi aliyosimulia Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, msitangulie kufunga Ramadhani siku mbili au siku moja, isipokuwa kwa yule mtu ambaye alikuwa na kawaida kabla ya Ramadhan na kabla ya Shaaban alikuwa na desturi ya yeye kufunga ima Jumatatu na Alhamisi, ikaswadifu siku mbili kabla ya Ramadhan ni Alhamisi, au siku mbili kabla ya Ramadhan siku ya Jumatatu, au yule aliyekuwa anafunga funga ya Nabiiullah Daud ambako alikuwa akifunga siku moja anafungua siku moja, ikiswadifu siku moja kabla ya Ramadhani naye alikuwa na kawaida ya kufunga hii funga, huu ndio pekee ambayo mwenye ruhusa ya kufunga siku moja kabla ya Ramadhani au siku mbili kabla ya Ramadhani. Ama huyu ambaye alikuwa ameghafilika, hakuwa nafunga yoyote, siku mbili tu kabla ya Ramadhani, siku tatu tu kabla ya Ramadhani ndio kwanza ananuilia kuanza kufunga funga za sunna, huyu ndiye ambaye amekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na haifai kufunga kwa mtu kama huyu. Hekima ya kukatazwa kufunga siku mbili au siku moja kabla ya Ramadhani ni ili mtu asije akaunganisha masiku yasiyokuwa ya Ramadhani na mwezi wa Ramadhani. Na hikma nyingine, alfaslu baina siyami alfardhi wan nafli, ni kupata kutenganisha kati ya funga ya fardhi na funga ya sunna.
Funga ya Shaabani ni ya sunna na funga ya Ramadhani ni ya fardhi, ili mtu asiunganishe kati ya fardhi na sunna. Hatakiwi kufunga siku moja kabla ya Ramadhani au kufunga siku mbili kabla ya Ramadhani, kwani kukatazwa kutokuunganisha kati ya fardhi na sunna haipo tu kwenye Ramadhani. Hata swala hizi ambazo tunaziswali za swala tano, haifai mtu kuunganisha fardhi na sunna, bali inatakikana atenganishe hiyo swala yake kwa salamu au kukaa kwa kufanya nyaradi. Haifai wewe umetoa salamu ya kuswali swala ya dhuhuri, pale pale tu baada ya salamu moja kwa moja ukaunganisha na kuswali baadia yake, bali kinachopaswa ulete zile nyiradi ambazo alikuwa akizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo baada ya kumaliza zile nyiradi ndio wewe unaruhusiwa sasa kuswali suna yako ya baadia. Ama ukatoa salamu moja kwa moja ukaunganisha, inakuwa haifai, inachukiza kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na matendo yake vile alivyokuwa akifanya. Alikuwa akiswali haunganishi, bali anakaa anafanya nyiradi. Baada ya kukamilisha nyiradi ndipo anainuka kuendelea kuswali swala ya baadia ambayo inafuatia kama swala hiyo inayo baadia. Wa min al-a'mali al-fadila fi Sha'ban, watukufu wa Islam, katika matendo ambayo yanafaa kufanywa katika mwezi huu wa Shaaban na ambayo tunatakiwa tusiwe katika wale walioghafilika, qiraatul Qur'an, ni sisi kukithirisha kuisoma Qur'an au katika mwezi huu wa Shaaban. Anas anasema kana almuslimun, walikuwa waislamu kwa maana ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala Shaaban, inavyoingia Shaaban, akabu ala almasahif faqarauha, walikuwa wakielekea katika kufungua misahafu na kuisoma. Wa akhraju zakata amwalihim, na pia vile vile si tu kusoma Qur'an, hapo ndipo wanaona kwamba ni msimu wa umefika, wale ambao wana uwezo wa kutoa zaka wanazitoa zakati zao za mali zao, taqwiyati lidhaifihim ala sawm, ili waweze kuwasaidia na kuwakimu kimaisha wale ambao ni mafakiri na maskini, kwa kuwapa zaka zao, ili inapofika Ramadhani wakijikute wako katika hali nzuri ya maisha, kwa sababu tayari wameshagawiwa zile zaka ambazo wanastahiki kupewa na matajiri waliokuwa nazo. Kwa katika ibada ambazo tutapaswa kuzifanya katika mwezi huu ni sisi kuelekea kuisoma Qur'an. Na kunayo ubora gani katika kuisoma Qur'an? Kwa wale ambao watakuwa ni wenye kuhifadhi Qur'ani yote, itakuwa ni sehemu ya kufanya maraja katika kuirejea Qur'an na kujikumbusha sehemu ambazo wamezisahau. Na wale ambao hawajaihifadhi, itakuwa ni sehemu ya kujizoesha katika kuisoma kwingi Qur'ani, na ndimi zao zitakuwa ni nyepesi. Inapoingia Ramadhani huwezi kukuta mtu anahangaika kuhitimisha Qur'ani, kwa sababu tayari alishazoea kabla ya Ramadhani alikuwa anaisoma Qur'an. Na pia vile vile katika kuwasaidia na kutoa zaka, inawawezesha wale maskini na mafakiri kuondokana na hali ngumu ya kuombaomba katika milango ya maduka na maofisi. Kipindi cha Ramadhani watakuwa wanacho chakula, watakuwa wanacho futari, watakuwa wanazo dako, watakuwa wako katika utulivu wa kufanya ibada kama watu wengine ambavyo watakuwa hawahangaiki kutafuta kula yao wala hawahangaiki kutafuta kunywa yao, kwa sababu tayari wanazo akiba katika maeneo yao. Hivyo watakapokuwa wamepewa zaka kabla ya Ramadhani, tayari watakuwa wanaweza kujichukulia akiba ya chakula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na itakuwa ndiyo sababu ya kuwakwamua kimaisha. Waqala Salama ibn Kuhail, kana yuqalu shahru Sha'ban shahru Qur'an. Anasema Salama ibn Kuhail, ilikuwa ikiitwa mwezi wa Shaaban kuwa ni mwezi wa Qur'an. Wakana Qais ibn Umar al-Mullai, alikuwa huyu Qais, idha dakhala Shaaban, inapoingia mwezi wa Shaaban, aghlaqa hanutahu wa akaba ala qiraati al-Qur'an, anajifungia katika hema lake na kuelekea kuisoma Qur'an. Wakana Habib ibn Abi Thabit idha dakhala Shaaban, na alikuwa huyu bwana inapoingia Shaaban, qala hadha shahrul qurra, anasema huu ni mwezi wa wasoma Qur'ani. Sasa na yeye anaanza kuisoma Qur'an.
Hivyo ndugu zangu Waislamu, si tu kufunga Shaaban, bali pia vile vile tuitizame na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukisoma kwa mazingatio, kwa kukisoma kupata yale ambayo yanapatwa katika kuisoma Qur'an. Unaweza kuisoma Qur'an kwa nia ya upate kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuisoma Qur'an kwa nia ya kupata elimu mbalimbali ambazo zimeelezwa na Qur'an. Unaweza ukaisoma Qur'an kwa nia ya kupata shifa na ponyo lililoelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'an, na mengineyo mengi katika yale yanayopatikana katika kuisoma Qur'ani. Ndivyo hivyo unatakiwa wakati unaisoma Qur'ani katika mwezi huu wa Shaabani, pia unuilie katika yale ambayo yananuiliwa katika kuisoma Qur'an. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه صالح الأعمال والأقوال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Watukufu wa Islam, tuko ukingoni katika kuingia msimu wa mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutabiria ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja wake na pia huwaacha huru na moto, na pia vile vile mashayatini kufungwa. Hivi haikuwa sisi ndio msimu pekee wa maandalizi? Ni swali la kujiuliza, lakini jawabu ni kwamba ni muda hasa. Kama isingelikuwa ni mwenendo na tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa na maandalizi ya kujiandaa na Ramadhani kuanzia Shaaban, basi ilitosha kwa kila mwenye akili timamu, kwa kuwa Ramadhani ni mwezi ambao ni wa kipekee wenye kheri za kipekee, yapaswa kuwa na maandalizi. Kama ilivyo kila msimu wowote ambao kwa wafanyabiashara au kwa wakulima au kwa yeyote ambao huwa wanapata faida katika ule msimu, huwa wanajiandaa kabla ya huo msimu kufika, ili wanapoingia katika ule msimu wawe tayari, kila kinachohitajika wamekiandaa na kiko tayari kukifanyia kazi. Leo hii ukimkuta mfanyabiashara, kama msimu wa sikukuu, kama bidhaa yake inahusiana na sikukuu, huwa yuko tayari kusafiri na kwenda kutafuta ile bidhaa katika ile miji ambayo inapatikana ile bidhaa, ili aje afanye biashara katika ule msimu wa sikukuu. Na hivyo hata wakulima, ikikaribia msimu wa kulima, huwa wanajiandaa na kuyaandaa mashamba yao, ili inapoingia msimu wa kulima kila kitu kiwe tayari. Kama ni mashamba yameshaandaliwa, kama ni mbegu, kama ni nini, hali kadhalika vyote huwa wanaviandaa. Hivyo basi, kwa kila muumini na mcha Mungu, mwezi wa Ramadhani unahitajia maandalizi, si wa kuingia ukajikuta uko kwenye mwezi wa Ramadhani. Bila shaka ukiingia bila ya maandalizi yoyote, utatoka bila ya chochote. Hilo halina shaka. Ili Ramadhani ikufae na upate lile lengo ambalo limelengwa, lazima uiandalie maandalizi yake. Miongoni mwa maandalizi yake ni wewe kuanza kufunga kabla ya kuingia Ramadhani. Ili uweze kupata kile kinachopatikana katika Ramadhani, lazima uandae maandalizi ya Ramadhani. Miongoni mwa maandalizi yake ni wewe kuanza kuisoma Qur'an.
Ili upate kile ambacho kimelengwa katika mwezi wa Ramadhani, lazima uiandalie Ramadhani maandalizi yake. Miongoni mwa maandalizi yake ni kwa wale wenye uwezo kuanza kujitolea na kutoa vile walivyo navyo. Na hali kadhalika, si tu kwenye kusoma Qur'an, si tu kwenye kufunga Shaaban, si tu kwenye kutoa mali, pia vile vile hata tauba na istighfar. Haya ni mambo muhimu ambayo yapaswa kwa Muislamu kwa mwezi huu aanze kujiandaa. La sivyo, itakapoingia Ramadhani, tutaingia kama washabiki wa mpira na tutatoka kama mashabiki wa mpira. Hakuna watu wenye hasara kama mashabiki wa mpira. Watanisamehe kama wako hapa, kwa sababu kuingia uwanjani ima kwa gharama na kwa muda mwingi, wakapiga kelele na baada ya hapo wakaondoka bila ya chochote. Walioshiriki kucheza ndio ambao ima watapata hasara au watakaopata faida, lakini mashabiki watakuwa ni washangiliaji tu. Kelele nyingi, mpira umepigwa, wameshinda, wameshindwa, mwisho wa siku hakuna walichovuna, basi zaidi wameondoka na uchovu na kuchoka na kupoteza muda. Sasa isije ikawa sisi Waislamu inaingia Ramadhani tunashabikia na tunawashabikia wengine, tunahudhuria pamoja nao, tunafunga pamoja nao, lakini ni kama mashabiki tu. Ramadhani inaisha kama mpira umeisha uwanjani kwa mashabiki wa mpira. Hatuna tulichovuna wala hatuna tulichopata, zaidi tulikuwa tunapiga kelele na Ramadhani na wale waliokuwa wanafunga Ramadhani. Sallu ala nabiyikum kama amarakum Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.